Kwa kuwa ofisi hii ina majukumu ya kuendeleza utumishi wa umma, tutaendelea kufundisha makundi yote yaliyo ndani ya maelekezo yetu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na utumishi wa umma ambao uko bora na wenye tija kama ambavyo tumeeleza hapo juu. Ndugu waandishi wa habari, Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050 kwa muktadha wa management ya utumishi wa umma na utawala bora imeweka utumishi wa umma Tanzania uwe wenye sifa 3. Kwanza, Tanzania inatakiwa iwe na utawala bora na haki. Lakini pili, uongozi wa mitaa iwe ndio ngazi ya msingi. Lakini pia uongozi huo uwe imara na wenye ufanisi. Lakini tatu, utumishi wa umma wenye usikivu na uwajibikaji. Aidha, utumishi wa umma unaotakiwa kwa mujibu wa dira ya mwaka 2050 utawezeshwa au kuchagizwa na mapinduzi ya kidigitali ambao matamanio yake katika utoaji wa huduma ni kuwa ifikapo mwaka 2050 kuwepo na utoaji huduma kidigitali kwa zaidi ya 80% serikalini. Tafakari na dhamira ya ofisi ya Rais ya management ya utumishi wa umma na utawala bora ambayo nanyi waandishi wa habari mtatusaidia kuifikisha kwa Watanzania ni kuwa dira ya mwaka 2050 imeweka mazingira rafiki ya upatikanaji wa ajira na maendeleo ya vijana kwa Tanzania kwa kiwango kikubwa sana. Imani yetu ni kuwa miaka 5 ya kwanza itaweka mwendo kasi zaidi utakaohitaji vijana zaidi ili kukidhi matamanio ya kupatia sifa inayotakiwa kufikia mwaka 2050. Ndugu waandishi wa habari, serikali kupitia chuo cha utumishi wa umma yani TPSC imeendelea kutekeleza majukumu yake ya kujenga uwezo na kuendeleza rasilimali katika utumishi wa umma kupitia programu mbalimbali za stashahada na mafunzo ya muda mfupi kwa watumishi wa umma. Labda niseme tu hapa kwa wale ambao amfahamu, chuo cha utumishi wa umma kipo chini ya wizara hii. Kwa hiyo tunakisimamia na haya yanayotendeka nafikiri mnaweza kushuhudia wengine ambao mlipata nafasi ya kuwepo wiki iliyopita pale Julius Nyerere Convention Center. Tuliwatunuku vijana waliomaliza hizo stashahada na mafunzo mbalimbali yanayoendelea kufanyika. Kwa kupitia mafunzo ya uongozi, utawala bora, huduma kwa wateja na tehama, vijana wanajengewa uwezo na kuandaliwa kuingia katika soko la ajira na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa lao. Aidha, kuboreshwa kwa mazingira ya kujifunza pamoja na mifumo ya tehama kumeimarisha ubora wa utoaji wa mafunzo na kuongeza ufanisi wa vijana katika kujifunza. Maboresho haya yamekuwa na chachu ya kuwapatia vijana maarifa yanayohitajika katika sekta mbalimbali, kuongeza ushindani wao kwa ajira na kuwaandaa kushiriki kamilifu katika uchumi wa kidigitali na utoaji wa huduma bora kwa umma. Ndugu waandishi wa habari, ili kufikia utumishi mzuri wenye nidhamu, makazi bora na salama zaidi, serikali kupitia Watumishi Housing Investment imeendelea kutekeleza majukumu yake ya kujenga makazi bora kwa ajili ya watumishi wa umma, ambapo kupitia miradi mbalimbali ya ujenzi imewezesha vijana kunufaika kupata ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi katika fani ya uhandisi, usanifu, ujenzi, usimamizi wa miradi, biashara ndogondogo na huduma zinazohusiana na sekta ya makazi. Aidha, upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu umewezesha watumishi wa umma vijana kumiliki makazi bora na kuongeza motisha katika utendaji kazi wao. Vile vile, serikali kupitia Watumishi Housing Investment imeendelea kuimarisha mifumo ya mikopo rafiki ya makazi kwa watumishi, ambao imewawezesha watumishi kumiliki makazi chini ya mifumo ya malipo ya muda mrefu kulingana na vipato vyao. Hatua hii zimechangia watumishi kuwa na uhakika wa makazi, hivyo kuchangia kamilifu katika ujenzi wa taifa. Ndugu waandishi wa habari, utawala bora ni pamoja na kusitiza mapambano dhidi ya maadui wakubwa watatu, akiwemo adui maskini. Serikali katika kutekeleza adhima yake ya kuondoa adui maskini imeendelea kupambana kuhakikisha kwamba Watanzania wanakomboka toka katika eneo kubwa la maskini. Hii moja ya hatua kubwa ambazo zimefanyika ni uanzishwaji wa kipindi cha 3 cha mpango wa kunusuru kaya maskini, yani PSSN3, chini ya mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Kipindi hiki cha 3 cha mpango wa kunusuru kaya maskini chini ya mfuko wa TASAF inatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwaka 2026.
baada ya kukamilika kwa PSSN2 hapo Septemba mwaka 2025. Lengo kuu la PSSN3 ni kuongeza upatikanaji wa huduma za kinga ya jamii, upatikanaji wa kazi bora ya walengwa wa mpango na kujenga mifumo endelevu na timilivu kwa utoaji wa huduma za kinga ya jamii. Labda hapa nieleze kidogo, maana unajua kuna kitu kinaitwa kinga ya jamii. Si kama wengi tunafahamu. Kinga ya jamii labda ni Tanzania au duniani tuna mifumo miwili ya kuchangia ili kuwezesha jamii yetu iweze kuwezeshwa ili iweze kufanikiwa katika utekelezaji wa mambo yake ikiwemo kuondoka katika umaskini. Serikali zote duniani au Umoja wa Mataifa ulielekeza nchi zetu, nchi wanachama ziwe na mifumo ya namna mbili. Mfumo mmoja ni mfumo ambao mwananchi mwenyewe atachangia. Umeelewa? Alafu mfumo wa pili ni ule mfumo ambao serikali itachangia kwa niaba ya mwananchi huo. Tunaelewa vizuri hapo, ndugu waandishi? Maana nataka vitu hivi vieleweke vizuri ili tusije baadaye tukaulizana maswali tena mengine. Mfumo wa mwananchi kuchangia mwenyewe ni mfumo ambao unaitwa hifadhi ya jamii. Yaani kwa mfano unavyosikia hii PSSF, NSSF, ile michango yetu ile, kwamba unafanya kazi aidha kama wewe ni mtu wa utumishi wa umma, tunakukata tunakupelekea wapi? PSSF. Kama wewe ni mtumishi wa binafsi, tunakukata tunakupelekea wapi? NSSF. Huu ni mpango wa kwanza unaitwa hifadhi ya jamii. Lakini pili, uko mpango ambao serikali yetu au serikali duniani zinafanya za kuchangia kwa ajili ya kusaidia wale wananchi wake ambao kwa namna moja nyingine hawana uwezo wa kipato wa kuweza kuchangia maeneo hayo. Sasa serikali Umoja wa Mataifa katika moja ya malengo yake imeainisha mipango hii ya mapambano dhidi ya umaskini katika makundi 9 ambayo zinaitwa zile lugha unajua maneno mengi ya Kiingereza, lakini ni mpango wa kuwezesha jamii, niseme katika lugha nzuri hiyo, kuwezesha jamii, ambapo iko katika mipango ile iko mipango 9. Sisi Tanzania, labda niseme tu habari hizo njema, sisi Tanzania tumekwisha tekeleza ambazo ipo kimaandishi mipango 8 ya kuwezesha, ikiwemo hiyo masuala ya kutoa pensheni, kuwezesha matibabu, kuwezesha nini. Hayo yote yani kidokumentari zimeshaorodheshwa mipango 8.